Shirika la Kenya Ferry Services linakosolewa tena baada ya video kusambaa mitandaoni ikionyesha msongamano mkubwa wa abiria katika feri ya MV Likoni kwenye kivuko cha Likoni Ferry. Wale jamaa wanapenda sana msongamano. Katika video hiyo ya dakika 1 na sekunde 21, abiria wanaonekana wakisukumana wakati wa kuingia ndani ya feri. Wengine pia wanaonekana kukaa nyuma ya lango kuu la feri, eneo ambalo kwa kawaida hufungwa wakati safari inaanza ili kuzuia hatari. Uchunguzi wetu unaonyesha kuwa kulingana na taratibu rasmi za uendeshaji wa feri, kuna mpangilio maalum wa kupakia abiria na magari pamoja na kufungwa kwa milango ya usalama ili kuzuia ajali kama vile watu au magari kutumbukia baharini. Hata hivyo, hali ilionekana kwenye video hiyo inaashiria uwezekano wa ukiukaji wa taratibu hizo. Tukio hili limekumbusha tena mkasa uliotokea mwezi Septemba mwaka 2019 ambapo mama na mwanawe walifariki baada ya gari lao kutumbukia baharini katika kivuko hicho cha Likoni. Ingine hata ile ukiangalia pale haina ramp. Na kama ile ferry ingekuwa na ramp, ile ajali haingekuwa. That is one area we will focus to educate ferry users on the need to follow instructions, including like if it's a motor vehicle, you switch off your engine, you need to unfasten your belts. While on board, you need to open the windows of their vehicles because that's the only way you can quickly move out of the vehicle. Baada ya tukio hilo, serikali ilifungua Liwatoni Floating Bridge mwaka 2020 chini ya rais wa wakati huo Uhuru Kenyatta kwa lengo la kupunguza matumizi ya feri. Hata hivyo, daraja hilo halitumiki kwa sasa kulingana na taarifa kutoka duru mbalimbali. Hali hii inaendelea kuibua wasiwasi miongoni mwa wakazi wa Likoni wanaotegemea feri kila siku, huku wengi wakitaka hatua zaidi zichukuliwe ili kuboresha usalama katika kivuko hicho. Nikiripotia runinga ya Al Hajar TV kutoka eneo la Likoni Ferry, kaunti ya Mombasa, mimi ni Abdurrahman Toya. Wale jamaa wanapenda sana msongamano.